Yes. Nafikiri kama kuna sub ambayo imeleta impact sana kwangu ni sub ya kuingia kwa Selemani Mwalimu. Na inawezekana alichelewa kuingia. Labda angewahi kuingia angeweza kuimpact mchezo zaidi ambavyo ali-impact. Unajua sisi kwenye eneo letu la mbele kule, ukimwangalia walioanza Mzize, Kibu pamoja na Msuva, wale wote kiasili ni runners zaidi. Kwa ni wachezaji ambao wanapenda kukimbia kwenye nafasi. Kulikuwa hakuna mchezaji yoyote ambaye alikuwa yupo willing ukipigwa mpira mrefu alipe goli mgongo, receive huo mpira alafu ajaribu kucombine na wenzake. Na bahati mbaya zaidi tulomweka pale mbele kama target man wetu ni Simon Msuva hata ukimwangalia umbo lake ni dogo. Hayupo happy kulipa goli mgongo na kureceive mipira. Then hivi sasa anaanza kudecline, hata ile kasi yake inapungua. Kwa hiyo ilikuwa ikipigwa mipira mirefu mara zote alikuwa anashindwa speed na walinzi wa Morocco. Kwa hiyo mipira ilikuwa inapotea mara kwa mara. Lakini kuingia kwa Mwalimu unaona mipira mirefu ilikuwa ikipigwa, alikuwa yupo happy kuipokea ile mipira na alikuwa anaweza kuilinda vizuri na kucombine kwa wenzake. Kwa hiyo ghafla alipoingia yeye akawa anaanza kudumisha hata sifa za wachezaji wa pembeni, runs zao zikawa zinapata mtu wa kuzilink hizo, na alikuwa na uwezo wa kureceive mpira na kuumiliki ule mpira. Kwa hiyo yeye alipoingia hata mpira ukaanza kutulia kule mbele tofauti na mwanzo. Na ndio maana zile dakika 10 za mwisho at least tulianza kutengeneza chance, lakini kabla yake chances zilikuwa hazitengenezwi kabisa. Kwa hiyo kuingia kwa Mwalimu kwa kiasi fulani mpira ukaanza kutulia kule mbele. Nafikiri kwa alichokifanya tunaweza tusilaumu sana kwa nini labda jana amepewa dakika chache. Nafikiri ndo mechi yake ya kwanza akiwa na national team kwenye ngazi kama hizi. Alishawahi kuitwa kwenye CHAN na vitu kama hivyo, lakini kwenye ngazi ambazo zinahusisha wachezaji kutoka eneo lolote kwenye senior team ndo mara yake ya kwanza. Kwa hiyo kile ambacho amekifanya jana ndani ya dakika 10 nafikiri kwa squad ambayo tulikuwa nayo national team, akikosekana Mbwana Samata, nafikiri yeye ni mtu sahihi wa kuwa kwenye lile eneo la mbele. Sisi wachezaji wetu wengi wa mbele hawapo willing kupokea mipira na kuilinda na kusubiri wenzao wakimbie kwenye channels na watengenezeane nafasi. Wengi ni runners, wanataka kukimbia zaidi. Kibu ni aina hiyo, Mzize akiwa pembeni ni hivyo, Simon pia ni hivyo. Na ndio maana akiwepo Mbwana Samata kwenye national team yetu kuna calmness fulani inakuwepo kwenye eneo la mbele. At least mipira inakuwa inatulia. Lakini kama hayupo yeye, wakiwa wale kina Kibu, Mzize na Simon, sio kwamba ni wachezaji wabaya, lakini hakuna mtu ambaye yupo willing kukaa na mali hivi. Kwa hiyo mipira inakuwa haitulii. Lakini Mwalimu jana alipoingia, impact kwenye eneo letu la mbele ikaanza kuonekana. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao walibadilisha sana mazingira ya mchezo hususan kwenye ile eneo la mbele ni Selemani Mwalimu. Na katikati ya uwanja ametoaji wa Kagoma. Jana Mudathir Yahya alikuwa na game mbaya na hukustahiki kuwa uwanjani kwa dakika zote zile za mchezo. Inawezekana mchezaji ukawa mzuri, lakini kuna game tu nakuta inakukataa. Jana alikuwa akiwa na mpira mguuni, alikuwa anatetemeka sana. Maeneo ambayo alikuwa anakaa yalikuwa hayatusaidii sisi kuzuia vizuri. Kwa jana alikuwa na game ambayo ilikuwa ni off sana. Kagoma alivyoingia unaona ile impact yake kiuzuiaji. Kwa Mudathir naye jana alikuwa na game ambayo ilikuwa ni off sana, na ndio maana alivyoingia Kagoma at least eneo la katikati likaanza kupata uhai. Lakini hata sub ya kuingia kwa Pascal Msindo jana, Mohamed Hussein alikuwa na shughuli nzito sana. Imagine kwa nyakati moja unashambuliwa na Ibrahim Diaz na Mazraoui, wachezaji ambao mmoja yupo Madrid, mmoja yupo United. Wasafi Song, usafi kama wote.